بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala Atharul Fitan الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، tulifikia al-athar al-ashir, athari ya 10 katika orodha ya athari aliyoitaja au athari alizozitaja Sheikh hafidhahullah, athari mbaya zinazopatikana katika fitan. Sema ikhtilalul amni, katika hali ya fitan amani uharibika na kukosekana. قال أيضا من آثار الفتن أنها تؤدي إلى اختلال الأمن، katika athari za fitan ni kuwa fitna mara nyingi hupelekea katika kuchafua amani, kuondoa amani katika mujtama. والأمن من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإيمان. na amani ni miongoni mwa neema kubwa sana katika neema anazowaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala watu wa iman. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. katika neema alizozitaja alizowapa makuraish, mojawapo ni neema ya amani, na hakuna anayefahamu vizuri neema ya amani kama yule aliyeikosa amani. Wengi katika watu huichezea hii neema ya amani, lakini kwa kuwa hawajaona kukosa amani maana yake nini. Waulize na yawatosheleza kuisikia shari, yakfika minasharri sama'uhu, ya kutosheleza ile shari kuisikia usione. Lakini hali ni mbaya sana katika sehemu ambazo watu wamekosa amani. فالأمن نعمة عظيمة، amani ni neema kubwa sana. amani ni neema kubwa sana. أمن الإنسان على دمه وأمنه على ماله وأمنه على نفسه وعرضه إلى غير ذلك. mtu kukaa na amani, damu yake ikawa imehifadhika, kukaa na amani, mali yake ikawa imehifadhika, heshima yake na vinginevyo. hadhihi min an-ni'am al-kibar, hizi ni katika neema kubwa mno. amani ni neema kubwa sana. hakuna anayechezea amani isipokuwa yule ambaye hajafahamu neema kama hii. Kuna watu waliotoka nje ya taa ya viongozi wao wakajuta kitendo walichokifanya, mpaka kuwasikia wakisema afadhali dhulma alizokuwa akizifanya yule kiongozi kuliko sisi kukosa nini? Amani. Amani ikikosekana katika sehemu,
kila kitu chake hurudi nyuma. Hata da'wa huenea zaidi katika wakati wa amani, kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitizama vizuri utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walimakinika zaidi kuifikisha da'wa mbali zaidi wakati wa nini? Wa amani. Kama baada ya sulhu al-Hudaybiyah, Uislamu ulienea na kufika mbali kwa sababu ya amani. Amani ni neema muhimu sana ambayo watakikana watu waichunge. لكن إذا اضطربت الأمور وشبت الفتن واشتعلت أريقت دماء وأتلفت أموال وأزهقت أرواح ويتم أطفال ورمل نساء إلى غير ذلك من العواقب التي لا تحمد. lakini mambo yakiharibika, fitna zikawa zimewaka, basi damu zitamwagwa, mali zitaharibiwa, roho za watu zitatolewa, watoto watabaki mayatima, wanawake watakosa waume, watabaki wajane, na mengineo katika mwisho mbaya unaopatikana katika mambo ya nini? Ya fitna. Mengi sana katika mambo mabaya yanayopatikana katika fitna, na hii athari ina uzito mno lau kama watu wangelikuwa waizingatia, haswa hawa ambao ni khawarij wakileo. Khawarij wakileo ni wapi? Wale ambao hutaka kuwapendua viongozi wao kwa madai ya kuwa hawataki kuleta vita katika nchi. Waongo tu. Ukaona wapendua zile serikali, na serikali inapoanguka, fitna inapoenea, wenye akili hawawezi kuwazuia masafihi kutokamana na uovu wao. Fitna ikiingia kushi, hakuna anayeweza kuwazuia masafihi kutokamana na uovu waliokuwa nao. قال حفظه الله: الأثر 11. الأثر 11: تجرؤ أهل الانحلال على نشر باطلهم. فتنة hupelekea kwa watu wanaotaka kueneza uchafu na tabia mbovu katika mujtama kuweza kueneza batili yao. قال أيضا: من آثار الفتن أنها تفتح على الناس أبوابا من الانحراف. katika athari mbaya za fitna ni kuwa fitna huwafungulia watu milango ya kupinda na kupotea, سواء من الجوانب العقدية أو الجوانب الأخلاقية. iwe sawa ni katika upande wa itikadi au katika upande wa nini? Wa tabia. Bimaana wakati wa fitna watu wa itikadi mbovu ndio uchukulia ni fursa kwa wao kueneza zile itikadi mbovu walizokuwa nazo. Na wakati wa fitna watu wanaotaka kueneza uchafu na tabia mbaya katika mujtama ndio wapata nafasi ya kueneza uchafu wao. Tizama nchi ambazo ziliingia katika mambo ya fitna zile kubwa zilizosimama za kuangusha viongozi wao, utakuta ndio khawarij wachukulia nafasi yao kufanya nini? Kuingia katika nchi kama zile. Khawarij hawawezi kusimama katika nchi ambayo imesimama na serikali yake kisawasawa, lakini serikali inapoanguka tu pale pale utaona khawarij ndio waeneza mabadhi yao na uovu wao na itikadi chafu zao wazieneza.
na watu wa kueneza akhlaq mbovu na uchafu katika mujtama wapata nafasi kuingiza ule uchafu wao. لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة, kwa sababu watu wa haki wameshughulishwa na fitna. Sasa wale wachukulia ndio nafasi kwa wao, mushtaghalu biha, wameshughulishwa na fitna wakajishughulisha na fitna. Na hii ndiyo hasara inayopatikana kwa watu kujishughulisha na mambo ya fitna, kuwa ile fitna huwashughulisha wao kutokamana na mambo ambayo ni muhimu kwa wao kuyafanya. Kama una mtu hana kazi ya kufanya, shughuli yake kubwa ni fitna. لأن أصحاب الحق شغلتهم الفتنة واشتغلوا بها وضيعت أوقاتهم, فتنة zimepoteza nyakati zao, وصرفتهم عن باب الإفادة والنفع والانتفاع, fitna zimewatoa katika mlango wa kunufaika na kufaidishana. فيستغل أهل الفساد وأهل الشر ذلك, watu wa ufisadi watu wa shari wachukulia ndio fursa. فيبدأون في بث باطلهم ونشر شرهم ودعوتهم للرذيلة والفساد أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة. وهو waanza kueneza ile batili yao, kueneza shari yao, kulingania watu katika uchafu na ufisadi, kuwalingania katika inhilal katika itikadi zao, kuharibu itikadi zao, na madhehebu mabovu dufu ndio huenea wakati huu. يجدون لأنفسهم فرصة عند اشتغال الناس وأهل الخير بالفتن, pata nafasi na fursa wakati watu wanapojishughulisha, watu wa khairi wanapojishughulisha na fitna, wao ndio wapata nafasi kueneza uovu wao. Sababu watu wakiwa wametulia, hakuna fitan, hawawezi kueneza uovu wao. watu wa haki watasimama dhidi ya uovu wao. وهذا مما يؤكد على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الفتن وعوائدها. na haya ni katika yale yenye kutilia mkazo kuwa ni juu ya kila Muislamu awe na tahadhari, upeo wa tahadhari kutokamana na fitna na marejeo mabaya yanayopatikana ndani ya fitna. قال حفظه الله الأثر الثاني عشر, kumalizia athari ya 12. na hizi ni baadhi ya athari za fitan ambazo ziko wazi zaidi, lakini athari za fitna ni nyingi zaidi. قال تسلط الأعداء, usalitishiwa maadui dhidi ya watu wa haki wakati wa fitna. أيضا من الآثار أنها تؤدي أو تفضي إلى تسلط الأعداء عندما يتنازع أهل الحق ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضطرب كلمتهم. jambo la fitna katika athari yake kuwa hupelekea katika kujisalitishia maadui, na maadui kuwasaliti watu wa haki. Sababu watu wa haki wakiwa wazozana, kukaenea baina yao umwagaji wa damu na kuuana, jambo lao likawa si moja, neno lao sio moja. يستغل الأعداء هذه الفرصة ويتسلطون على أهل الإيمان ويضغطون عليهم بأنواع من الضغوطات. maadui ndio uchukulia ni fursa wakawasaliti watu wa imani na kuwakandamiza kwa aina mbalimbali za njia za kuwakandamiza. Wewe tazama leo hizi nchi ambazo zimeangusha viongozi wao, ni nani wameingia pale? Utakuta kwa nchi za kikafiri. Nchi za kikafiri ndio zimeingia pale
kutumia ile fursa wakawa ni wenye kuwasaliti watu wa iman, mali zao zikaporwa, kila khairat zilizoko katika nchi zao zikawa zachukuliwa na nani? Na kufara. والله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Allah akatutahadharisha kutokamana na kuteta na kuzozana, mambo yetu yatafeli na nguvu zitapotea. فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها. kwa hivyo ni wajib juu ya watu wa iman wawe katika upeo wa tahadhari kutokamana na fitan na hatari zake, wala mtu asifurahie. Kuna baadhi ya watu hufurahia mambo ya fitan, ikitokea fitna asharuka yeye wa kwanza kuingia katika fitna yeye, na hapati ibra. Itakwisha ile, itakuja nyingine pia yatakuwa mbele. Kuna wengine wasipotajwa majina yao katika hali ya fitan na nini hawajaona raha, mpaka awe yeye na yeye ataangaziwa kuwa fulani humo. La ilaha illa Allah, sallallahu alayhi wasallam. Wa an yakunu fi haytatin min dhalika, kwa mtu awe na tahadhari, achunge lile jambo. Wa an yuqbilu ala Allah subhanahu wa ta'ala iqbalan sadiqan bi an yu'idhahum min alfitani ma dhahara minha wa ma batana. Warudi na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wawe wa kweli katika hilo, ili Allah awaokoe kutokamana na fitna zilizo wazi na zilizofichikamana. Wa yusliha lahum ahwalahum, warejee kwa Allah kweli ili Allah atengeneze hali zao. Wa an yajma'a lahum kalimatahum ala alhaqqi walhuda, afanye neno lao ni moja katika haki na uongofu. Hili halitapatikana isipokuwa watu kurudi kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجيرنا من الفتن، وأن يسلمنا من غوائلها، وأن يحفظنا بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, walillahi alhamdu wal minna, tumalizia kusoma hii risala ambayo ndani yake kuna faida nyingi sana, na tuhusiana kuwa kila kunapotokea fitna aina yote, talib alilm achukue risala hii ama mfano wa hii, aisome mwanzo mpaka mwisho biidhnillah ta'ala. Huenda ikampa uongozi, ikampa njia ya yeye kujiepusha kutokamana na fitna. So mtu akijua mwisho mbaya wa fitna, bila shaka ikiwa akili yake ni timamu, hawezi kujiingiza katika mambo ya fitna. Wallahu musta'an. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.